unakuwa transformed kutoka kwenye jitu la kale kwenda kwenye image ya Mungu. Ndio maana aliye na roho ndiye anaweza akakujua. Kitu muhimu kinachohitajika kwa kanisa, kitu muhimu kuliko vyote ni kupokea roho. Anaitwa Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Yaani roho ya Mungu inatoka kwa Mungu, inakuja ndani yako, inakuja kwenye maisha yako. Wewe unabadilisha, maisha yako yanabadilika, tabia zako zinabadilika. Utaanza kushinda dhambi kwa wepesi sana, kwa sababu unakuwa hauko peke yako. Na usipokuwa na roho wa Mungu, kuna roho nyingine lazima ikukaribu. Na Joshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho. Nasoma Kumbukumbu la Torati 34. Asingeweza kuwaongoza hao watu bila ujazo wa roho. Nataka ulijue hii, uwe na kiu kubwa kuliko magari na fedha. Uwe na kiu kubwa, jazo wa roho, ujae roho. Na Joshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho. Hiyo ndio namba moja. Namba mbili, ya hekima. Maana Musa alikuwa ameweka mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Kuna sehemu unahitaji usikilizwe. Ili usikilizwe unahitaji roho. Mume wangu anisikilizi. Je, una roho? Mke wangu anisikilizi. Una roho? Usiku nikawa nalia sana ninapoweza kutazama mikutano na matamasha yanavyoendeshwa sasa hivi, mpaka watu wanaweka na michezo kama bonanza kwenye mikutano. Watu wanashindana, wengine wanapewa pikipiki vile. Yaani wahubiri hawasikilizwi, mpaka wasimamishwe waimbaji pale katikati. Sasa nahubiri kidogo tu, hafu waimbaji waendelee. Nikaona mikutano imekosa mvuto, makongamano yamekosa mvuto kwa sababu ya kutokuwa na roho. Sasa roho anapokosekana, yanaanza maarifa ya kimwili ya kuwafanya watu wawe wengi kanisani, wasiondoke. Nakuta mkutano watu wanaimba kuanzia saa 8 mpaka saa 11:30. Hata naposimama mhubiri, najua mikutano kisheria takiwa ishe saa 12 kamili. Anasema ninahubiri dakika 15 tu. Na waimbaji, kwaya kubwa imesimamishwa pale katikati, imetoka Mwanza, imetoka Arusha, imetoka Dar es Salaam, imetoka mahali fulani, ndio inasimama pale katikati. Mapagani yanakula jojo. Unakuta hapo pale katikati kama mbuzi. Najaribu kuona kanisa limekosa roho. Ni dalili za kanisa kukosa nini? Roho. Ni dalili za wahubiri kukosa roho. Kwa sababu ukiwa na roho ndio unasikilizwa, kwa sababu roho ndio inayozungumza, ndio inayosema na watu. Roho ya Mungu ndio inajua watu, inajua shida, inajua, ina communicate. Roho ina communicate na roho ya mwanadamu. Roho ndio inaweza ikawasiliana na roho ya mwanadamu. Wewe hapa husikii chochote, lakini jirani yako hapo unasikia analia, kwa sababu roho inazungumza naye kupitia huyo aliyesimama jukwani. Kwa sababu mikutano inakosa roho, wahubiri wanakosa roho. Tunaanza maarifa sasa, tulete na waigizaji na wanasarakasi ili watuletee watu. Unashangaa watu wanapita mitaani wanatangaza sasa, na mwigizaji fulani atakuwepo hapo. Kwa hiyo watu hawaendi kumsikiliza
kumsikiliza mjumbe wa Mungu aliye na kitu cha Mungu, wanaenda pale kwa sababu kuna mwingizaji fulani yuko pale. Akimaliza tu anaondoka. Hii yote ni kwa sababu kanisa halina roho. Pale kanisa litakapojaa roho, mikutano inakuwa na mvuto wa roho. Hata makanisani vitu vya kimwili vimekuwa na nafasi kubwa sana kuliko vitu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na Joshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa nini? Amejaa roho. Na Musa alimwekea mikono. Israeli wakamsikiliza. Kwa hiyo kanisa linahitaji kina Joshua wengine wa kike na wa kiume ambao watakuwa na roho ya mbinguni inayoishi duniani. Unapokuwa na roho wa Mungu ndani yako, wewe una Mungu. Ndio maana kusema mimi sa Mungu ni nani? Ni roho. Ukiwa na roho wa Mungu, huwezi kukaa na mapepo ndani yako. Siku utajazwa roho, siku utapokea roho wa Mungu, litakuwa mwisho wa mapepo ndani yako. Kwa hiyo hata ninyi tunawaombea, kama tutayatoa mapepo na hapo, kwa sababu mapepo ile ni roho wachafu. Wanapoondoka, inasema Biblia katika Mathayo, wanaenda sehemu. Tunatoka huwaoni kwa macho kwa sababu wale ni roho. Wanaenda sehemu, lakini baadaye wanarudi. Unahitaji kuwa na roho nyingine. Na Joshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho. Alikuwa amejaa roho. Tamani kujaa roho. Kwanza ukijaa roho, hata hautatusumbua. Kwa sababu kuongoza mtu aliye na roho, roho tu yenyewe inamuongoza. Kwa sababu roho wa Mungu alipo ndipo kwenye uhuru. Nataka kuangalie tena hili neno la ajabu sana. Haleluya. Hesabu sura ya 11. Hesabu sura ya 11. Musa aliwahi kuongoza kanisa la watu wasio na roho, ila yeye alikuwa na roho. Alipata taabu sana. Taabu sana. Kuongoza na mtu ambaye hana roho ni taabu sana. Kila siku unapiga kelele. Kuongoza wanaume ambao hawana roho, kuongoza wamama ambao hawana roho, kuongoza kwaya ambao haina roho, kuongoza vijana wasio na roho ni maumivu makubwa. Ni kutumia nguvu kubwa sana. Ni maumivu muda wote. Kwa sababu mtu asiye na roho ni kipofu. Ndio maana hata sasa tunahangaika kila siku ni kufokea. Maana hauna roho. Kwa sababu ungekuwa na roho, huyo roho angekuongoza, angekufunulia. Tunahitaji viongozi ambao mtajaa roho. Sio kipaumbele, sio hela, sio uzuri, sio mavazi, roho.
awe mzee wa kanisa, huyu amesoma awe katibu, huyu awe fulani awe hapa. Huyo mtu anaposimama, kwa sababu anakosa maneno. Yesu anasema maneno yangu ni nini? Roho. Sasa mtu hana roho, maneno yake na maana ni matatizo. Leo kuna watu wanapata shida sana makanisani, unakuta na mazee ya kanisa pale yana vitabu mpaka vinanyo, halafu yote hana roho, yanasinzia. Mchungaji naye kwa kuogopa kuyakwaza, mimi lazima nikukwanue kabisa, sio kukwaza na kukwanua. Lakini ukijaa roho unakuwa mnyenyekevu. Unakuta mtu na kitambi chake analia mpaka makamasi, lakini unakuta mtu yana hela hayana roho, ni makubwa hayana roho, yametoa macho hivi kama mjusi. Haleluya, kuamka ibada ndefu sana hii. Sasa ibada itakuwaje fupi? Wewe una mwili na minyoo na una vidonge vya minyoo. Lakini ukijaa roho, wewe unasikia kunyenyekea, yani unasikia kuendelea, unasikia unasema mimi ni nani? Maana hapa hata nilipofika asingelikuwa Bwana, nisingefika hapa. Ana roho inaleta ufahamu. Haleluya. Kuongoza watu ambao hawana roho ni mzigo.